unaoitwa Makka unaopatikana katika mji wa Makka. Hivyo ndio wanazuoni wa tafsiri al-Qur'an walivyotafsiri kilima cha Makka. Kwa hiyo nyumba ya kwanza iliyojengwa kwa ajili ya ibada ni nyumba ambayo kwamba iko Makka, ama ni msikiti unaoitwa Makka unaopatikana katika mji wa Makka. Hudan linnasi mubarakan wa hudan lilalamin. Tena msikiti wenyewe una baraka. Kumbe kule watu kutolewa katika miji tofauti na nchi mbalimbali kwenda katika mji wa Makka kwa ajili ya ibada, sababu kumbe mubarakan ni msikiti ambayo kwamba umebarikiwa, ni msikiti ambayo kwamba una baraka. Baraka ni nini? Ni kule kuwa raka mbili za katika msikiti wa Makka ni sawasawa na raka 100,000 za msikiti wetu huu hapa. Ukipata bahthi ya kwenda Makka, uswali raka 2 za sunna, wacha masala faradhi, uswali raka 2 za sunna, ili aliyeko hapa Masjid Haqqani akufikie, anatakikana aswali raka 100,000 katika umri wako wote. Ukiswali utafikisha raka 100,000 wewe? Umri wetu wa miaka 60 70 tumeaga dunia. Ukizipinga hizo kabla zako na hata kabla pengine naziswali zitafika 100,000. Kwa hiyo baraka ambayo kwamba tunaenda kuipata katika mji wa Makka, mmoja ni kwa ukiswali raka 2 unaandikiwa umeswali raka 100,000. Kwa hiyo ndio nyumba ambayo kwamba imekusudiwa kwa ibada ya walimwengu wote ama ya ulimwengu mzima. Ndio tunaambiwa qasdu baitil harami liadai a'mali makhsusatin fi zamanin makhsus, katika zama maalum, si wakati unaotaka wewe. Hiyo nyumba pia kwenda kufanya ibada ina wakati wake maalum. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafada wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibada ya haji, Mungu asema al-hajju, ibada ya haji ashhurun ma'lumat, ni miezi maalum. Si mwezi wowote tu kurupuka, nimeokota pesa, nimepata pesa, nimepewa zaka, nimeangukia, wanasema jackpot, sio? Umeangukia jackpot utakwenda Makka. Haiwezekani, lazima wakati wa ibada ya Makka ama ya haji ifike fi zaman mahsus. Al-hajju ashhurun ma'lumat, ibada ya haji ni miezi maalum, ambapo kwamba ni mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqa'da, tuko ndani hapa wa mwezi wa Dhulhijja, siku 10 zile za mwanzo. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja, siku 10 zikiisha zile Dhulhijja, wakati wa ibada ya haji imekwisha. Kwa hiyo tutasubiri mpaka mwakani ama next year ndio tujipange tena na ibada ya haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj, yoyote ambaye kwamba atabahatika kufaradhiwa katika hiyo miezi mitatu ibada ya haji. Kwa hiyo ina maana si kila mtu hapa anafaradhiwa kwa hiji. Faman farada fihinna, atakafaradhiwa katika hiyo miezi mitatu, Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja, hapo ndio ibada ya haji inapatikana. Sasa ukifaradhiwa na Mola katika hiyo miezi mitatu, ukabahatika kufanya ibada ya haji, huenda Makka, katika msikiti wa Makka, ili na wewe utekeleze nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu, basi fala rafatha
wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ukipata bahati ya kwenda kuikamilisha nguzo ya tano, unaambiwa usifanye nini? Fala rafatha, usimwingilie mke wako. In case umeenda na bibi yako kufanya ibada ya haji, hakuna masala ya kuingiliana kule. Bibi yangu huyo, bibi yako ngoja mpaka ibada ishe. Kwa hiyo usije ukatoka na mke wako, mkifika siku ya kwanza tayari mnataka kuangalia weather ya Maka iko vipi. Hakuna. Umefika Maka utakuangalia si tumeambiwa tukifanya tendo la ndoa na bibi yako ni thawabu. Basi hapa thawabu zitakuwa nyingi, hata mimi nianze na hii. Hakuna kuanza na hiyo. Utaanza na lile lililokupeleka kule. Kwa hiyo fala rafatha, usimwingilie bibi yako, wala fusuka, wala usifanye madhambi ukiwa ndani ya haram.